na nilisema kwamba nitajaribu kufundisha kwa mtiririko kidogo katika miezi hii ambayo imebaki, kwa kadiri Mungu anavyokuwa ananipa nafasi. Nitajaribu kufuata mtiririko. Siku za Jumatano nitafundisha kitabu cha Timotheo yote ya kwanza na ya pili. Alafu siku ya Jumapili nitafundisha Wakorintho ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo nitaenda kwa mtiririko huo ikiwa nitakuwepo. Siku ya Jumatano ninawashukuru wanakwaya pia, mliweza kuimba vizuri. Mungu awabariki sana. Amen. Kuna wakati huwa mnajitahidi sana. Mungu awabariki sana. Sasa mliwahi na mliimba vizuri. Sijajua wengine wanakwama wapi. Najua pengine labda mambo mengi, shughuli nyingi. Tunapozifanya hizo basi tunajaribu kuyafanya yote tu ili aweze kwenda pamoja. Tuangalie hilo andiko katika kitabu hicho, na ninaomba tusome hapo. Alafu kutoa maneno hapo ya kufafanua. Tuende tusome. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Wakorintho ya kwanza na ya pili ni mojawapo ya barua za Paulo ambazo zilikuwa zinatumwa kwa makanisa yaliyokuwa na shida kubwa sana. Kanisa la Korintho ni mojawapo ya makanisa yaliyokuwa na changamoto nyingi. Wale watu waliishi kimwili sana. Yaani walikuwa na maisha yao fulani hivi ambapo katika hali ya kawaida hawakutakiwa kuitwa kwa jina lolote lile la kidini. Jina lolote lile la kidini, jina lolote lile ya kwamba ni watu wametakaswa, si wamefanya nini. Hao watu hawakutakiwa kuitwa hivyo. Kwa sababu ukiangalia katika Wakorintho kitabu hii ya kwanza, inaelezea mambo mengi ambayo kanisa la Korintho lilikuwa likifanya. Lakini mtume Paulo anaanza kwa kuambia, Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yetu. Anaanza kwa kujitambulisha kwamba yeye ni nani. Na unajua alipojitambulisha kwamba yeye ni nani, maana yake aliweka ana mamlaka ya kusema nao. Kama asiposema yeye ni mtume, wanaweza kuona kwa namna moja au nyingine hana mamlaka ya kusema na sisi maneno kama haya. Yeye ni nani? Unajua katika ulimwengu ambao una maswali mengi, na kwamba wewe ni nani? Unasema hivi, wewe ni nani? Unatushauri, wewe ni nani? Maswali kama haya huwa yanakera sana, hasa ukiulizwa afu na mamlaka. So hapa Paulo anasema mtume aliyeitwa aliitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo. Na siku ya Jumatano wale mliokuepo niliwaambia kwamba Paulo jina lake la kwanza alikuwa na majina mawili, ambapo la kwanza la Kiyahudi alikuwa anaitwa Sauli. Sio kwamba baada ya kuokoka alibadilisha, hapana. Wengi wanafikiri hivyo, lakini ni kwa sababu jina la Paulo lilikuwa ni jina la Kirumi. Na wakati ule alifanya kazi kubwa sana katika mataifa mbalimbali. Kwa hiyo hili jina la Paulo ni la Kirumi, sio la Kiyahudi. Jina la Kiyahudi la Paulo ni Sauli. Na haya majina sio kwamba lina maana ya kufanana, hapana. Yalikuwa na maana tofauti kila jina. Na anasema yeye ameitwa kuwa mtume na anajitambulisha. So, katika sehemu ya kwanza tunasema kwamba huu ni utambulisho wa Paulo kwa wale watu ambao wangependa kumuuliza ya kwamba yeye ni nani. Na watu wanapenda kuuliza maswali, wewe ni nani? Na anasema na huu ndio utambulisho wa Paulo katika sehemu nyingi, katika barua nyingi. Asilimia naweza kusema karibu zote barua Paulo anasema mtume, isipokuwa barua moja tu ya Warumi sura ya kwanza mstari wa kwanza hasemi kama ni mtume, anasema mtumwa wa Yesu Kristo. Lakini katika barua zingine zote 12 anasema mtume.
Anasema mtume, anaonyesha mamlaka aliyokuwa nayo. Ukiwa na mamlaka, maana yake unaweza ukatoa maelekezo, unaweza ukatoa amri. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18, Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. So anawaagiza enendeni. So anayeagiza ni yule ambaye ana mamlaka. So hapa unaona Paulo kabla hajaanza kuambia mambo magumu, kabla hajaanza kuambia habari ya dhambi walizokuwa nazifanya, anawaeleza sifa yao. Wana sifa gani hawa watu? Anawaambia pamoja na kwamba mnafanya maovu haya, pamoja na kwamba mnajiharibu nafsi zenu, kwa sababu tukienda mbele kule mtakuja kushangaa mambo makubwa yaliyokuwa anafanya katika kanisa la Korintho, lakini bado anawaambia asili yao ni nini, identity yao ikoje, ni watu wa aina gani hawa. So hapa somo la leo tunajifunza utambulisho wa kanisa. Utambulisho wa kanisa. Ni Paulo anatambulisha nini kanisa la kweli, ni kanisa la namna gani? Kanisa la kweli lina picha ya aina gani? Kupitia mstari wa 2 na wa 3 peke yake tunaweza tukaona angalau sifa 7 ya kanisa la kweli, na wewe lazima ujitathmini kama uko kwenye kanisa la kweli ama umeungana na kanisa la kweli. Kwa sababu tulio wengi tunajua kwamba kanisa pengine ni jengo tu, lakini sio hivyo. Kanisa sio jengo tu. Tafsiri ya moja kwa moja tunajua kanisa ni mwili wa Yesu Kristo, ni wa jumuiya ya watu ambao wanamwabudu Mungu, ya ambayo tunasema ni jumuiya ya watu wa Mungu. Lakini kulingana na mstari wa 2 wa somo la leo, nitakupa mstari wa 2 na wa 3, nitakupa sifa au tabia au kanisa lila namna gani. Nitakupa tabia 7 au sifa 7 au utambulisho 7. Ya kwanza naenda hivyo. Ya kwanza, kanisa ni mali ya Mungu. Yes. Kanisa ni mali ya Mungu. Mstari wa 2 sehemu ya kwanza inasema kwa kanisa la Mungu. Kwa kanisa la Mungu. So tunasema kanisa ni la Mungu, sio la mwanadamu. Kanisa linamilikiwa na Mungu. Yes. Kanisa ni mali ya Mungu. So maana yake kusanyiko lolote lile, hao ni mali ya Mungu. Pamoja na kwamba Mungu anatumia watumishi mbalimbali kwa ajili ya kufundisha, hawa ni watumishi tu. Hata Paulo katika nyaraka kadhaa amesema kwamba hii wa Korintho anawaeleza sisi ni watumishi wa Mungu tu. Kulikuwa na mgawanyiko ndani ya kanisa la Korintho. Watu walikuwa wanafika mahala wanachagua wachungaji wao. Wanasema mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa fulani. So Paulo anasema sisi ni akina nani? Sisi ni watumishi tu. Sisi tunamwagilia tu, lakini Mungu ndiye anayeotesha mbegu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jumatano niliwaambia kwamba hatuna baba wa kiroho, tuna baba katika imani. Wengine wakachanganyikiwa. Nilikuwa na maana rahisi kabisa kwamba katika wokovu hakuna mwanadamu anayeweza akasema amekuzaa. Hakuna, anayezaa ni Mungu. Wengine wote ni walezi. Kama ni mlezi wa roho, sawa, anakulea kukufundisha ukue, sawa, anakuelekeza, sawa. Lakini anayetuzaa asili yake ni Mungu mwenyewe kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana hakuna ambaye amejiokoa mwenyewe. Wote tumeokolewa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. So kanisa ni kanisa la Mungu. Hakuna mchungaji kwamba hili ni kanisa la mchungaji. Nilisikia mchungaji fulani anasema nimetumia gharama kubwa sana kwenye kanisa hili kulifikisha hapa. Nimetumia gharama kubwa sana. Wewe hujatumia gharama, wewe acha uongo. Kanisa ni la Mungu, ametumia gharama yake mwenyewe. Ndiyo. Tunaipata hii katika Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28. Someni mahali hapo haraka. Kuna wachungaji wanasema mimi hili ni kanisa langu. Sio kanisa la mchungaji. Kanisa sio la mchungaji. Kanisa sio la wazee wa kanisa. Kanisa sio la mashemasi. Kanisa sio la mtu yeyote yule. Kanisa ni mali
ya Mungu. Na ndiyo maana tunapotumika lazima tutumike kwa unyenyekevu sana. Yes. Kwa sababu Mungu ametuamini na kutuingiza kushiriki katika huduma. Haleluya. Amen. Hebu someni hapo kwa sauti moja, 1, 2, 3. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa limenunuliwa kwa damu ya nani? Ya Yesu. Kanisa limenunuliwa kwa damu ya nani? Ya Yesu. Tatizo mnakalili. Soma andiko, inasema kwa damu ya nani? Ya Yesu. Angalia andiko, inasema kwa damu ya nani? Inasema kwa damu ya nani? Ya Mungu. Kanisa limenunuliwa kwa damu ya Mungu. So wale wanakataa Yesu sio Mungu, huo hapo mstari mwingine huo unawapa. Yesu ndiye alikufa msalabani, wanasema sio Mungu. Lakini hapa inasema alilinunua, Mungu mwenyewe alilinunua kwa damu yake mwenyewe. So tunaposema damu ya Yesu tunamaanisha damu ya Mungu. Haleluya. Yesu kama mwanadamu. Sasa si unahangaika wapage kama mstari yako nako kiurahisi tu kwamba unasema Yesu sio Mungu. Sasa kwani Mungu anamwaga damu? Damu iliyomwagika ni ya Yesu. So Yesu ni sio Mungu. Yesu ni Mungu kwa sababu alimwaga damu yake ni Yesu. Andiko linasema Mungu alilinunua kanisa kwa damu yake. Hakuna mchungaji aliyekufa msalabani kwa ajili ya kanisa. Hakuna kiongozi wa kanisa aliyekufa kwa ajili ya kanisa. So wachungaji waache kusema hili ni kanisa langu. Ndio. Huwa nawaambia kwamba mtu akiamua kuliharibu kanisa, tutasimama kwenye nafasi yetu kama viongozi, lakini ndani kwenye ule umoja wa Kikristo huo tutamwachia Mungu mwenyewe kwa sababu ni kanisa lake. Kwa sababu ni kanisa lake. Kuna wakati unasema, sasa Mungu wewe ukipenda, ukiona kwamba unataka kulisambaratisha, hili si ni kanisa lako, wewe sambaratisha mwenyewe. Maana anasema yeye mwenyewe alilinunua kwa damu yake. Kwa damu yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So wakati mwingine huwa ninashangaa kidogo ninapoona makanisa yanaitwa kwa jina la mtu fulani. Unakuta inaitwa labda kama mimi hapa ninaita Seni Ministry. Hiyo sio hapo, hamna kanisa hapo, hilo ni kanisa la mtu bro. Acha mimi nakwambia kabisa, ukakuta mimi nimeandika Daniel Ministry hafu ya kwangu. Yaani mimi naweza kufanya kitu chochote. Naweza kukwambia wewe toka hapa. Naweza kukwambia leo kwanza hakuna ibada, leo tunafunga. Lakini kama kanisa ni mali ya Mungu, maana yake watu wote humo nyie mnaunganisha, ni vipande tunaoujenga mwili wa Kristo. Ndio. So mchungaji hawezi kuwa kauli ya mwisho kwa kanisa. Kabisa. Huo ni ukweli. Ukiona kauli ni moja tu, kuna shida mahala. Ni mali ya Mungu. Sasa ukiona hapa mimi nimeandika leo, nikaandika kesho kakuta Seni Ministry, kimbia haraka sana hapa kufai. Unless labda kama unapata faida chache kwa sababu labda ninakupiga upako. Nikikuombea unaenda kuokota hela barabarani, inabidi utulie, si ndio? Lakini siku nimefunga usisikitike kwa sababu hiyo ni ya kwangu. Kanisa ni la Mungu, sio la mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Amina. Namba mbili. Twende haraka kidogo. Katika ile sehemu ya pili, twende kwenye andiko letu. Anasema hapo kanisa lililoko Korinto. Nipo hapo tu kwenye hilo neno lililoko Korinto. Tunasema hivi, kanisa ya pili, hiyo sababu kanisa ni watu wanaoabudu mahali fulani. Ni watu wanaoabudu mahala fulani. So tunaambiwa hapa hili ni kanisa liko mahali kwenye sayari hii. Korinto ni mahali, Korinto ni mahali. Ndio, ninajua kuna wale ambao wanasema kwamba mimi bwana sasa hivi ninaona makanisa yalishakuwa mabaya. Wachungaji siku hizi hawafanyi vizuri. Washirika wanafanya mambo ya hovyo, ni waasherati, wazinzi, ni waongo. Sawa? Kwa hiyo mimi bwana nimechagua kabisa kwamba sitaabudu kanisa lolote. Sitaabudu kanisa lolote. Mimi nitaabudu tu mtandaoni. Na nikimaliza ibada ya mtandaoni, nitachukua sadaka yangu, nitaikusanya kidogo na nitaichukua sadaka yangu, nitaipeleka kwa watoto yatima. Nisikilize, kanisa
kanisa ni lazima mtu anaabudu mahala fulani. Hata kama unaabudu kwa mtandao, ni lazima uwe umejiunganisha na kanisa linaabudu mahala fulani. Bwana asifiwe. Na sadaka, sikiliza, na sadaka sio ya kujiamulia wewe upeleke wapi. Na zaka sio ya kujiamulia eti napeleka zaka yangu kwa wajane. Wewe unamkosea Mungu. Ndio. Unanielewa? Yes. Si mpo wewe mnakusanya eti nakusanya sasa kakipengera kana wapelekea. Sadaka ya wajane ni kwa wajane, kwa mayatima ni kwa yatima. Sadaka ni sadaka, zaka ni zaka, inapelekwa mahala unaabudu. Bwana asifiwe sana. Sio nina baba yangu kule bwana nampelekea zaka yangu. Zaka unapeleka mahala unaabudu. Maana kila mmoja lazima aunganishwe na kanisa la mahali, na anaunganishwa anakuwa anafuata kanuni ya kanisa la mahali pale. Hapa anasema kwa kanisa lililoko kule Korintho. Kanisa liko mahali fulani. Kanisa liko sehemu fulani. Sasa hii ya kusema kwamba nilimuona kuna dada mmoja anaongea sana, anaongea kwenye mtandao anasema mimi nimeshaona hata tukiwapelekea wachungaji sadaka zetu wanakula. Kwa hiyo mimi nimeamua kabisa nitakuwa nakusanya pesa zangu kidogo kidogo, alafu baadaye ikifika 10% ile nakata napeleka kwa watoto yatima. Ni dhambi. Nitapeleka kwa hao sawa wana matatizo na mengi. Na ndio maana Yesu kuna siku moja aliwahi kusema neno moja muhimu sana, akasema kwamba maskini mnao tu duniani siku zote. Hawataisha hata ukipeleka. Ndio. Pesa inapelekwa madhabahuni. Kama kanisa watapanga kupeleka huko watapeleka. Wasipopeleka huko hakuna dhambi pia. Unatafakari? Hayo kuna mtu mwingine hata hii pesa ninataka iende kwa yatima. Unless uilete hapa useme mchungaji naomba niombee. Hii ni sadaka na ipeleka kwa yatima. Na hiyo hatupokei hapa. Hiyo tunaweka tu kwenye chombo kingine inaenda moja kwa moja. Si kama wiki iliyopita. Bwana asifiwe. Mnakumbuka mliotoa sadaka ya kupeleka kwa wahitaji wiki iliyopita? Kwani tuliichanganya? Hatukuichanganya. Hiyo ndio taratibu. Acheni kusikiza. Shida mna wahalimu wengi. Yaani kuna mtu hapa akimaliza ibada hii anaingia online tena kwa nabii. Anamaliza pale anaingia tena kwenye mkesha wa kwa Kwani Musa. Sasa au mimi nikanafundisha hapa hii kichwa ilishachanganyikiwa na mafundisho mengi. Nyumbani amejaza kopo la kwa Mamposa lipo, la kwa Kwani Musa lipo. Yaani nakwambia ina lebo tu. Sasa mimi nitakuhangaikia, lakini mimi lazima nikwambie ukweli. Hata kama unaenda kwenye hizo tuition zako hizo, hakikisha unajiunganisha na kanisa la mahali fulani. Liko mahala fulani. Acha umalaya wa makanisa. Kanisa la mahala fulani. Tunaenda ya tatu. Kanisa ni watu waliotakaswa. Kanisa ni watu waliotakaswa. Nini maana ya utakaso? Maana ya utakaso hawa, hii sehemu ya kwanza. Naomba tusome tu hapa. Anasemaje? Wale 1-2-3. Wale 1-2-3 some. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Komea hapo. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Sasa hapo nini maana yake? Kutakaswa hapo ni ule utakaso wa kwanza. Utakaso wa pili nitakwambia baadaye kidogo, maana iko hapo mbele tu kidogo. Utakaso huu tunasema uwaga unaitwa kwa lugha ya kwamba ya kitaalamu zaidi ni utakaso wa nafasi. Ni utakaso wa hadhi. Kuna utakaso wa hadhi ambao utasababisha utakaso wa pili. Utakaso wa hadhi ni utakaso wa namna gani? Huu utakaso wa hadhi ni ule utakaso ambapo mtu anapookolewa moja kwa moja Mungu anamfutia dhambi zake. Moja kwa moja Mungu anafuta dhambi zake, anafuta. Kwa sababu kwa kawaida mwanadamu wa asili hawezi kufanya chochote cha kimungu mpaka Mungu atakapokuwa amemzaa. Mungu anapomzaa huyu mtu anamuosha. Bwana asifiwe. Waebrania 10:10 haraka. Waebrania 10:10. Na hii inafanyika mara moja. Sasa watu wanachanganyikiwa sana. Na ndio maana nimesikia kuna baadhi tena wengine ni marafiki zangu wanasema kabisa kwamba unajua huna haja ya kutubu kwa sababu Mungu alikutakasa mara moja na ilishakwisha. Nakubaliana na wewe ya kwamba umetakaswa mara moja, umeoshwa mara moja. Hii inaitwa ni positional sanctification kwa Kiingereza. Positional.
Yaani maana yake ni ya hadhi. Umepewa hadhi, umepewa nafasi kwamba wewe uko mahali hapa. Hii nafasi haibadiliki. Huu unaitwa ni utakaso wa kwanza. Yes. Tunasoma 1, 2, 3. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Umeiona hiyo? Hii anatakaswa mtu mara moja. Sasa kuna watu wamechanganyikiwa siku hizi, wanawaambia kwamba hutakiwi kutubu. Kutubu ni kukosa kwa sababu wewe umetakaswa mara moja. Yes. Ndiyo, nakubali umetakaswa mara moja. Huu utakaso tunauita ni positional, yani ni utakaso wa mahali, kwamba Mungu amekununua akakutakasa akakuosha. Lakini katika dunia hii Biblia inatuagiza utakaso mwingine, kuendelea kujitakaso. Hii ni ya mara moja, lakini kuna mchakato. Twende katika ule sehemu inayofuata katika andiko letu la leo, na ndio naenda sehemu ya 4. Kanisa ni watu walioitwa kuwa watakatifu. Sehemu ya 3, kama ulikuwa unaandika vizuri, kanisa ni watu waliotakaswa. Ya 3 hiyo, kanisa ni watu waliotakaswa. Ya 4, kanisa ni watu walioitwa kuwa watakatifu. Walioitwa kuwa watakatifu. Soma kipengele hicho. Walioitwa 1, 2, 3. Hapo walioitwa wawe watakatifu. Sasa wewe ambao unasema kwamba hauhitaji kutubu dhambi eti kwa sababu Waebrania 10:10 inasema utakaso ulifanyika mara moja, unakosea. Tumeitwa kuishi maisha ya utakatifu. Yes. Nini maana ya maisha ya utakatifu? Na hii inaitwa ndo practical sanctification. Ni mchakato wa kuoshwa, ni mchakato unaoendelea. Na ndio katika kitabu kile cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 1 mstari 9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee na kututakasa kila kitu na uchafu wa kila namna. Yes. Hii ndugu zangu wapendwa, nisikilizeni. Hii ndio tunatakiwa kuifanya kila siku. Hii inahusisha nini? Namba 1, inahusisha mwenendo wako. Inahusisha mwenendo wako. Unapokuwa umeokolewa, mwenendo wako unabadilika. Wengine waweze kusema fulani kwa kweli nikimwangalia tangu amemwamini Yesu yuko hivi. Lazima yaonekane mabadiliko, na mabadiliko haya sio ya ndani tu, ni mabadiliko ya nje. Haleluya. Injili wakati wote ule waliotakaswa kabisa katika kweli, hawa watu wamebadilisha mwenendo wao. Nipeleke kwa kitabu cha Petro ya kwanza sura ya 1 mstari wa 15 na ule mstari wa 16. Naomba tuende haraka kidogo. Petro ya kwanza sura ya 1 mstari wa 15 na wa 16. Tusome kwa sauti moja kanisa, kwa sauti moja. 1, 2, 3 tafadhali. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ndiyo, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu. Tulia hapo. Iweni watakatifu katika mwenendo wenu. Nisikilize mtu wa Mungu. Kuwa mtakatifu katika mwenendo haimaanishi ya kwamba unaishi chini ya sheria, ila unaishi chini ya uwezo wa Mungu kwa sababu ya ule utakaso wa kwanza, ule wa kudumu ambao haubadiliki. Yes. Huo unatakiwa ukuzalishie matunda ya mwenendo bora. Amen. Matunda, jikague mwenyewe. Uhitaji watu wakwambie, unajijua. Sio swala la kujihisi leo niko sawa au leo sio sawa. Ni swala la kujua kwamba kama Mungu amenitakasa mara moja, ameagiza uwe mtakatifu katika mwenendo. Amen. Yesu asifiwe sana. Amina. And number 5, namba 5, kanisa ni watu wanaoliitia jina la Yesu Kristo pote. Kanisa ni watu ambao wanaliitia jina la Yesu Kristo pote. Kanisa ni watu ambao wanaliitia jina la Yesu Kristo pote. Hii tunasema kwamba twende kwenye andiko letu. Umechelewa sana kurudi. Kama tuna wewe narudi haraka. Rudi. Anasema pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali. Hii maana yake ni nini? Tukikusanya makanisa yote sasa hivi wanaoabudu katika roho na kweli, hawa watu kote wamejumulisha kidogo. Hawa watu ni kanisa moja la mahali pote duniani. Yes.
Yes. Na hii katika lugha ya asili kabisa, hii ndio tunasema kanisa Katoliki. Usinichanganye hapo ukasema Roman Catholic. Sijasema Roman Catholic, nimesema kanisa Katoliki. Kwa sisi ni sehemu ya kanisa Katoliki. Yes. Usichanganyikiwa hapo ukasema amesema ni Roma. Sijasema Roman Catholic, nimesema Katoliki. Katoliki maana yake ni kanisa la ulimwenguni kote. Wale watu wanaomwitia Mungu, wale watu wanaoliitia jina la Bwana. Haleluya. Yeah. So kwa mfano, ikiwa tungesema kwamba tunataka kupanda labda makanisa duniani kote, tungeweza kusema Shekina Catholic Church. Si unaelewa? Yeah. Tatizo ni kwamba kuna watu wamejimilikisha jina na hata usiuelewi. Sikiliza vizuri. Kanisa la Roman Catholic ni la, ndio maana kuna mwanzo Roman. Elewa, ni kanisa la Roma. Hawaachi, wakitoa hiyo Roma inakuwa kanisa lolote lingine. Hata mtumishi ukiwepo hapo unataka kwenda kupanda kanisa, unaweza tu kaliita Catholic Church. Shida unatembea kidini mno. Hutaki kujifunza. So ndio maana ya Katoliki, kanisa la pote. Na hili kanisa linatambulika kwa mafundisho yake thabiti yaliyo mamoja. Sasa wale wanasemaka sisi ni kanisa mama, sio kanisa mama. Waondoe hilo neno la kwanza Roman. Wakitoa hii neno la kwanza ile, tunaenda sambamba. Lakini hawawezi kutoa kwa sababu gani? Kwa sababu kawaida katika ile maana yake wanayo askofu mmoja kule. Umeshaelewa, sitaki kwenda mbali huko. Niacheni huko, sifundishi wanafunzi hapa na uhubiri. So yes. Tunasema kanisa Katoliki la kila mahali. Hili ndilo kanisa. Kwa hiyo kanisa la kweli ni kanisa Katoliki. Ni kanisa linalojipambanua la ulimwengu kote. Haiwezi kusema kwamba lile kanisa letu lina mafundisho maalum sana. Ukisikia kanisa wanasema wao wana mafundisho maalum sana, hayapatikani popote, unapigwa hapo. Ndio. Mafundisho ya kanisa yanafanana. Yeah. Tofauti ni namna yanavyosemwa, tofauti ni ufunuo wa siku hiyo. Lakini mafundisho yanafanana. Haleluya. Amen. So sisi kwa ajili ya kujiunganisha na kanisa la ulimwenguni kote, mnajua vizuri kabisa. Kwa hiyo katika kanisa letu tuna utaratibu mzuri sana. Kwa hiyo tunakiri imani ya mitume. Kwa kawaida ile imani ya mitume inatanguliwa na maneno, kwa sababu tumeshazoea, ndio maana hatuyasemi. Lakini kwa kawaida tunasema tukiri imani ya mitume inayotuunganisha na Wakristo wengine wote ulimwenguni. So tunasema namwamini Mungu Baba Mwenyezi. Hiyo ndio imani. Mtu akihama hapo, huyu sio Mkristo, anatusumbua. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. So kwa hiyo hapa ni wale watu wanaliitia jina la Yesu, watu wanaosema kwa jina la Yesu. Hawa watu tunaenda nao. Namba 6, kanisa ni kanisa ya namna gani? Hii kanisa ni kanisa ya watu walio chini ya Bwana mmoja. Hapa tunaipata hapa katika sehemu hii hapa. Iko wapi? Okay, unataja Bwana. Bwana wao na Bwana wetu. Bwana wao na Bwana wetu. Bwana wao na Bwana wetu. Hii maana yake ni nini? Hii maana yake tunaye Bwana mmoja. Kama watu wana bwana mwingine, maana yake mambo hayawezi kuwa sawa sawa. Kama tuna Bwana mmoja, tunagombaniaga nini kwenye kazi ya Bwana? Yes. Kwa nini kuna majivuno? Kwa nini kuna mashindano? Mashindano yanatoka wapi? Kwa sababu Bwana ni mmoja, na anayepokea matokeo ya mavuno yetu ni mmoja. Haleluya. Amen. Kanisa sifa yake lina Bwana mmoja. Madhehebu yetu haya yametukawa mpaka tukafikia mahala tukaona wale wengine ni watu hawafai. Kuna watu ambao tumejigawanya kwenye vidhehebu vidogo vidogo vingi na tunatukanana kweli. Lakini ukweli Bwana ni mmoja. Amen. Ni Yesu peke yake ndiye Bwana wetu. Na lazima tuwe makini sana. Kuna wakati tunayasifu madhehebu yetu. Kuna watu fulani, mtu mmoja nilimsikia anajitambulisha mara fulani, mimi ni mtumishi wa Bwana kutoka katika kanisa zuri. Akataja kanisa lake. Nikashangaa sana. Kanisa zuri. Na kuna wengine wanasema ili kanisa sio la kiroho, sisi kanisa letu ni kanisa la kiroho. Nisikilizeni watu wa Mungu. Kanisa lina Bwana mmoja tu. Wote wale wanaoliitia jina la Bwana na wamekubali kuwa chini ya Bwana wao mmoja,
hili ni kanisa la kweli. Haleluya. Amina. Sasa hiyo habari ya kusema kanisa letu ni nzuri. Kuna mtu mmoja aliniambia, yani kanisa letu huwezi kuona mahala popote hapa Tanzania. Yani kanisa letu ni nzuri sana. Hizo mbwembwe tu. Hizo ni mbwembwe tu, hizo ni swaga za mjini tu. Ndio. Hizo ni swaga za mjini. Tuna Bwana nani? Mmoja, Yesu Kristo. Namba 7 na mwisho. Kanisa ni watu wanaoishi kwa neema na amani ya Mungu. Hapa nitaenda kifupi, wale waliokuwepo Jumatano watakuwa wamefaidika, maana tuliomba kwa ajili hii. Paulo anazungumza katika nyaraka zote. Katika nyaraka zote anazungumza hili neno hapa. Neema, tusome kwa sauti moja. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Katika nyaraka zote neema na amani, isipokuwa ameongeza kwenye waraka wa Timotheo, akaongeza nini? Wale kuwepo Jumatano aliongeza nini? Rehema. Alisema neema na rehema na amani. So hapo anasema hii ni kama salamu ambayo alikuwa anaanza nayo. Kuna mhubiri mmoja nilimsikia juzi anasema eti Bwana Yesu asifiwe sio salamu ya Kikristo. Yaani watu wanachanganyikiwa siku hizi. Kwa hiyo tusalimianeje sasa? Eti anasema salamu ya Kikristo ni shalom. Na neema unaipeleka wapi? Kwa hiyo tukikutana hapa, nikimpigia simu mtumishi hapa, namwambia mtumishi wa Bwana, neema na amani za kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kae pamoja nawe. Ndio tunaanza mazungumzo. Vocha inaenda. Bwana Yesu asifiwe, maana yake ni tunamsifu yeye. Kwani kuna ushahidi hapo jamani wa kwanza kutafakari? Hapana. Tuanze kutafuta ushahidi? Hapana. Utakuwa kama mshamba mtu fulani aliwahi kusema Yesu hakuwa Mkristo. Yesu hakuwa Mkristo. Unajua mtu mwingine anaweza akaa chini, ni kweli. Kweli. Yesu hakuwa Mkristo. Mtu mmoja akasema Yesu alikuwa Muislamu. Alienda kwenye masinagogi. Kwa hiyo kwenye Biblia yetu hii inasema sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Acha ushamba. Soma Biblia vizuri. Kama Yesu hakuwa Mkristo, Kristo ni nani? Yesu ndio kila kitu. Yaani ni zaidi ya Mkristo. Bwana asifiwe sana. Amen. So hii ni salamu anawatakia. I wish you. Anamtakia mwenzake. Anawatakia. Kanisa la kweli sasa linatakiana, maana yake linatembea katika neema kila siku. Kila siku ni watu wanatamani neema. Ni watu wanatamani upya kwenye maisha yao. Upya kwenye maisha yao. Amani ni zaidi ya kukosekana kwa vita. Yes. Amani ni zaidi ya kukosekana kwa ugomvi. Amani ni ndani ya moyo wa mtu. Amen. Na ndio maana Waefeso sura ngapi inayosema na amani ya Kristo iamue mioyoni. Waefeso sura ya 3 mstari wa 15 kwamba na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. So amani sasa, Mkristo anatembea kwa amani, ndio inamfanya aweze kufanya maamuzi mazuri kwenye maisha yake. Yes. Kazini kwake, ofisini kwako, unakuwa na amani ya Kristo. Kila jambo unalotaka kulifanya, hakikisha amani inatulia. Hakikisha kuna amani. So Jumatano niliwakumbusha vijana, hakikisha una amani. Unaingia kwenye biashara, unakuwa na amani na hiyo biashara. Unaingia kwenye kazi, unakuwa na amani na ile kazi. Bila kuwa na amani na hiyo kazi, utakuwa ni mtu mbufu sana. Utafilisi kampuni za watu. Utafilisi biashara za watu. Uwe na amani. Unataka uchumba wako, uhakikisha kwenye uchumba uwe na amani. Kila siku hauna amani, wewe ni kulia tu kila siku, hapo kuna shida. Amani ya Kristo, sio amani tu. Amani ya Kristo inaamua unafanya maamuzi mazuri. Amen. Amen. So ndio maana sasa tunatembea katika neema. So hii maana yake ni nini? Kanisa ni watu wanaomwomba Mungu watembee katika neema yake. Unatembea katika favor ya Mungu. Unatembea katika kuwezeshwa na Mungu. Kuna mahala sasa wewe kama Mkristo hutembei tu kwa ile baraka ya ujumla, ile baraka ya kwamba Mungu anawanyeshea mvua wema na wabaya. Hapana, unatembea kwa neema maalum. Unaenda mahala ambapo hata wengine hawawezi kufika. Unafanya kitu ambacho sio cha kawaida. Watu tu wanasema kwamba huyu jamaa ana Mungu wake. Hiyo ndio neema ya Mungu inatembea pamoja na wewe. Na ndio hiki ambacho Paulo anawatakia kanisa
kanisa la Korintho, na kutakia neema na amani za Mungu ziwe pamoja na wewe. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Swali langu la mwisho kwako ni kwamba, je, baada ya kujifunza haya, hizi sifa za kanisa 7, unadhani wewe ni sehemu ya kanisa? Unadhani ni sehemu ya kanisa? Hili ni swali ambalo nakuuliza tu. Unadhani wewe ni sehemu ya kanisa? Ni lazima kujitafakari sasa. Nimesema namba 1, lazima ujitafakari. Namba 1 nimesema kanisa ni mali ya Mungu. Kanisa ni mali ya Mungu. Je, unaishi kama mali ya Mungu au unaishi kama mali yako mwenyewe? Ukiwa kama mali ya Mungu, nakubali kuongozwa naye. Kanisa ni watu wanaoabudu mahali pamoja. Wewe unaabudu mahala fulani, umejiandikisha pale kanisani? Maana kuna watu wengine hawajiandikishi makanisani, yaani ni mwanachama wa makanisa kama 7 hivi, anatoaka tu sadaka kidogo kidogo kule, pastor nimetuma ya kwangu, amejiandikisha kote. No, fikiria vizuri, jiweke mahala fulani. Jiweke, kama umeamua kuwa hapa, jiweke, shiriki kwenye matukio. So tunapoomba mchango utoe. Hata wewe ukiwa na jambo lako, basi watu wanashiriki. Ukijitenga, watu wanashindwa kushiriki. Nimeona huduma nyingi zinakufa kwa sababu ya mambo kama haya. Mtu mmoja alikuwa ananisimulia habari ya huduma fulani, akanieleza, nitoe tu mfano, ni mfano tu afu namaliza, kwamba kanisani pale walikuwa wanashiriki, wanachangiana kama sasa hivi tunachangiana sisi. Mtu akipata msiba, tulishaweka kanuni kwamba kwa kweli kama hatuja kuona kwenye mkeka angalau miwili nyuma, tunaamua kukwambia Bwana akutie nguvu. Umenielewa neno? Bwana akutie. Sasa kuna mahala fulani, kanisa fulani, mtu kweli alikuwa hatoi kabisa ile michango, alafu akafiwa na mama yake. Alipofiwa, mchungaji akasema, mimi kama mchungaji naamurisha tutoe hela kwenye mfuko, tutoe kwa huyu. Watu wakamwambia, baba, kanuni yetu tunaangalia nyuma, huyu ni wakutiwa moyo tu kwamba Mungu akutie nguvu, tuko pamoja. Mchungaji akasema haiwezekani. Wakachota pesa, wakampatia yule mama, akatiwa moyo yule mama mmoja. Nusu ya kanisa wakawa wameumizwa. Na akakosea, akawaambia, basi wale mlioumia ondokeni. Watu wakaondoka, wakaenda kujiunga kwenye makanisa mengine. Unajua wakati mwingine tunasababisha matatizo kwenye makanisa, na nyie ndio mnasababisha. Tumekubaliana kwamba tutakuwa tunachanga, wewe kila mkeka haupo. Tukija kukwambia Bwana akutie moyo, utakasirika. Sasa hapo mchungaji alitumia hekima, hakutumia hekima? Hakutumia hekima. Kwa kawaida yule mmoja yani yule mmoja itakuwa mtoe sadaka, angekuwa ndio ndama wa kafara yule wa kufundishia wengine. Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja hapa tutakuja kumfundisha siku moja. Yupo tu, namjua mimi, yupo. Tunamtega tu kwenye engo. Si maisha ni haya au kuna maisha mengine? Maisha ni haya. Kuna mtu tunamtarget kwenye engo, tunaenda wewe unafikiri watu hawaangalie hawa? Wewe unaona hapo shemasi anarusha mkeka hapo, unafikiri haoni? Hapo anarusha shemasi, siku moja anakuambia shemasi, mbona huyu mtumishi vipi? Mbona mikeka yote hayupo? Nikamwambia huyu inabidi niwasiliane naye tumjazie hii mikeka. Hata kama unatembea huku na huku, unaenda huku na huku, wewe hakikisha kwenye mkeka huko sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Nani huyu hapa, nitoa mfano tu. Anasimama nikuone. Wewe mwenyewe ya. Huyu hapo anaitwa Ana, jamani. Bwana asifiwe. Hayo unaweza kukamesha mfahamu. Huyu aliondoka alienda kule nyumbani kwao. Amekuja, nafikiri sijajua ni lini, nimemuona leo, amekuja juzi nafikiri. Yeye anatoa ile michango hata kama hayupo hapa. Anatoa ile michango hata kama yupo. Nimejifunza hapo kitu. Kuna watu wengine akiondoka hapa akikuta michango ilishapita anasema, asante Yesu. Yeye hajasema asante Yesu, anatoa michango. Wakati ule wa maombi ya Kidanieli, ukweli kabisa, wakati wa maombi ya Kidanieli, alimaliza maombi ya Kidanieli bila kuacha kutoa sadaka. Unajua kuna mwingine hapa anapiga mahesabu, siku 21 nikitoa buku si 21 hii. So hebu tufike mahala, hata kama umeenda huku na huku, lakini unapokuwa ndani ya kanisa kuna tukio, kuna majukumu, jiunganishe, toa. Kama ni michango, toa.
Amen. Toa tu, ndio kujiunganisha huko, toa. Amen. Haleluya. Amen. Usijitenge, toa. Yaani wewe shirikiana. Kuna majukumu ya kawaida, shiriki. Huo ndio wanachama wa kanisani, kanisa lililoko mahala fulani. Sasa swali langu, je, wewe ni wa hapa kweli? Mbona unatukwepa? Mbona tukikufuata unakwepa? Naomba nisikuombee uimarike, ila ujiombee Mungu akupe maamuzi mazuri. Mungu akupe maamuzi mazuri. Amen. Naomba usimame. Baba yetu na Mungu wetu, tumejifunza neno lako, tumejifunza mapenzi yako, tumejifunza ukweli wa neno lako. Sisi hapa ni kanisa, ni mwili wako Kristo. Kila mmoja aliyeko hapa ni sehemu ya kanisa. Kila anayetafakari, mpe neema ya kusimama imara, ya kujitambulisha yeye kama kanisa, mwili wako Yesu Kristo. Umejifunza sifa 7 angalau za kanisa. Ni mali yako Baba, sisi ni mali yako. Asante, umetununua kwa damu yako, kwa damu ya Mungu tumenunuliwa. Asante kwa ajili ya watu wako, asante kwa ajili ya kanisa la mahali hapa. Ninakuomba sasa liunganishe watoto wako, wawe na umoja na ushirikiano katika kazi yako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, utakwenda kutenda. Katika jina la Yesu Kristo, amani, neema na rehema zikawe juu ya watoto wako, katika jina la Yesu. Amen. Naomba ukae. Naomba wale ambao mlibatizwa jana mje hapa.